wa mkoa wa Mjini Magharibi leo hii ameweza kukutana na masheha wa mkoa huo ili kuzungumzia swala zima la usafi wa mazingira kuelekea katika mashindano ya AFCON, lakini pia kuzungumzia swala zima la ulinzi na usalama katika mkoa huo. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ni mimi Thuraina Omar, Chum TV. Naanza matayarisho mapema, tunaelekea kwenye AFCON. Usafi ni wetu sote, lakini huku tunakwenda katika AFCON tuna leki ya kuwa na vifaa vya kutosha vya kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza swala zima la usafi tayari. Lakini la tatu, tuwe tuna mfumo mzuri toka katika mtupaji taka, mkusanyaji taka na msafirishaji taka. Lakini jengine kwamba tunakwenda tujue kwamba tuna maeneo mengine hayana maeneo ya kutupia taka, ama kuna baadhi ya maeneo kwamba yale maeneo ya kutupia taka ni madogo ukilinganisha na na uzalishaji wa taka uliokuweko katika maeneo yale tayari. Lakini huku wafanya biashara wote wa maeneo ya barabarani, kwa hivyo ni lazima kuwe kuna dustbin ya kuweza kutupia taka ili kusionekane taka yoyote iliyokuweko katika maeneo yale. Lakini bado kuna swala moja, eneo lile liko tupu na pana udongo mtupu pale. Hamkusema kwamba kama patapandwa maua ama patawekwa nyasi zilizokuwa nzuri pataweza kuvutia na kuweza kuleta haiba nyingine. Sasa wale waliokuweko pale kwenye maduka katika eneo lile ni lazima liweze kutengenezwa katika utaratibu uliokuwa nzuri, kwa sababu ni lazima tu pale patengenezwe, pasiachwe katika mazingira kama yale. Kwa hivyo haya yaliyokuwa ya municipality, wakurugenzi wa baraza la manispaa wapo, wao watayachukua ya kwao. Yaliyokuwa sio ya kwao, ina maana ya administrate za wilaya, wao wilaya wataenda kufanya ya kwao tayari. Yaliyokuwa pengine ya mkoa watachukua, watakwenda kuyafanyia kwao. Lakini hali ambayo iliyokuweko tunaitaka ibadilike totally kabisa. Sio usafi, sio swala la mtu. Na tunaposema hapa, tunapokaa pamoja watu tunakubaliana vizuri sana, lakini tukitoka utekelezaji haupo. Utekelezaji na usimamizi haupo. Hili ndio kuna tatizo kubwa. Wacha twende katika jingine. Tunakwenda katika suala la ulinzi na usalama katika maeneo yetu, shehia zetu. Tunakwenda katika AFCON, masheha, tuna hali gani ya ulinzi na usalama? Tunataka tujitayarishe. Kuna nini huko? Kuna matukio yapo yanatokea, taarifa hazipatikani, hazitolewi, watu wapo tu. Tunaendelea vipi kwenye AFCON na ugeni ambao tunaotaka kuupata? Wanaotumia mapanga hapa ninapozungumza, jana polisi jamii wangu ndo kapata ruhusa kutoka hospitali ya Lumumba. Shehia Mtoni imezungukwa na msitu wa Masingini, kwa hiyo vijana wanatumia sana kufanya tukio na kukimbilia kwenye msitu. Lakini la pili, tumezungukwa na bahari pia, tunapokea wageni wengi ambao wote wanaaminika kama ni wavuvi, lakini ni wahalifu walio wengi, lakini wanajificha kwenye uvuvi. Lakini nikuombe mheshimiwa, Shehia Mtoni imezungukwa na kambi 3, JWTZ ya Mtoni Kituoni, halafu kuna ya Mwanyanya na kuna KVZ. Kwa hiyo nakuomba, na mheshimiwa wangu yupo hapo wa KVZ namuona, naomba uzungumze nao, tusaidiane ulinzi. Tukiwaachia polisi tu hawawezi, hata polisi jamii hawawezi, japo wapate muda wa kuzunguka ule msitu. Vijana wajue kwa wanajeshi wapo, hawatokuja kwa sababu tunapokea watu kutoka mbali. Wanafanya matukio hawatoki Mtoni tu, wanatoka Kibeni, Boriborini, Mtofaani, Mera, wengi ni wageni, Daraja Bovu, Mtoni Kidatu, wapo watu na tunawajua majina na wanashirikiana na baadhi ya watoto wa Mtoni. Kwa hiyo naomba uzungumze na hivi vyombo vya ulinzi hivi vitusaidie. Lakini pili,
mambo ya uchumi wa bluu, waweke misingi ile ya kujulikana kwa huyu mvuvi wao au si mvuvi wao. Tukipita kuwatafuta tujue kwa huyu ni mzururaji tu, na si kusema mtumbo wangu ule pale, wakati hawana vigezo yoyote. Hatujui kubagua kwa huyu mhalifu na huyu si mhalifu. Kuhusu hali ya ulinzi kuelekea kwenye AFCON. Hali ya ulinzi katika sheria sasa hivi, mheshimiwa, si mbaya sana, inaridhisha, ni nzuri, lakini bado tuna matukio madogo madogo ya vijana wetu hawa ambao ni wadogo wadogo tu wanakuwa sasa hivi kuchezea mapanga. Tunao mitaani ambao wanachezea mapanga, wanatishia tu kwa mapanga, lakini raha yake mheshimiwa, watu tunawajua kwa majina. Tunajua wanakaa wapi, tunajua na wapi. Kwa sababu ni vijana wetu. Mimi binafsi nao wanne wananisumbua na nishapeleka taarifa hapa. Kwa hivyo kila pale taarifa nazo. Nataka kuambia masheha nyinyi ndio wenye nchi, lakini hamjielewi. Usalama unaanza chini, sio mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa anakaa huku, wewe unakaa katika sheria yako. Wewe ndio unaelewa mazingira katika ile sheria yako, na umewekwa pale maana kuwasaidia hawa. Mheshimiwa Rais amekuwa yeye rais, amechagua mawaziri, makatibu, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na masheha mchaguliwa. Maana yake msaidie hiyo kazi. Sasa msikimbie wajibu wenu. Swala mwanzo nimekataa kusema hapa, lakini madiwani na masheha hamna mashirikiano. Taarifa ninazo kama mkuu wa wilaya na mwenyekiti wa wilaya Chama cha Mapinduzi nayo, na mheshimiwa mkuu wa mkoa jana taarifa nimeipata. Hata yule zungumza nani hapa hili ya yule mama nimeipata. Kuna sheria huko mpendaye diwani na sheria wake haendi vizuri, nimeambiwa jana, na hivi ninaandaa vikao niwaite hao watu. Kwa hivyo ile swala lipo, mseme kweli. Msipokuwa kweli hatuwezi kwenda mbele. Lazima ushahidi uwepo. Na nyinyi masheha mnajua hilo, kwa kwamba baadhi ya watu wenu wanakuwa hawendi, barua zinapitia kwenu, mnawapelekea kwamba anaitwa mahakamani na hendi, na ikifika mahakamani, kesi ikifika muda inafutwa kwa sababu haina ushahidi. Tukiri kwamba jamii ni nyepesi ya kulalamika panapotokea matukio kama haya, lakini ni wagumu wa kuelewa. Hawadhibitiki watu hawa wanaowalalamikia bila kwenda kukiri mahakamani kwamba kweli hawa watu wana mambo haya. Kwa hivyo tunayo nafasi ya kutoa elimu, kuwashauri wananchi umuhimu wa kwenda kutoa ushahidi mahakamani pale wanapoitwa. Alikamatwa kwa kosa la kutishia, sheha akaamua kumwambia ile mtu ale kituo cha polisi. Baada ya muda akakuta kosa limebadilishwa. Sasa kosa la kutishia na uzembe na uzururaji ni vitu tofauti. Inawezekana huyo mtu analalamika kwa kwamba ametishiwa kweli, baada ya polisi kumkamata kwa kituoni kule, yule mlalamikaji akwenda. Sasa ili polisi usimtumwachie yule mtu, ilibidi amshikilie kwa ile kosa ili mpaka pale mlalamikaji atakapofika, basi aweze kuandika maelezo ufungulie kosa sahihi. Sasa akifika afanyeje? Si lazima ataachiwa. Akifia muda leo kabisa, sasa polisi ndio watu. Hebu tujaribu kushirikiana, tusitoe lawama pasipokuwa na ushahidi. Na ushahidi pia unatakiwa utoke wewe. Mtu anapokamatwa kwa kituo cha polisi, kama nilisema mkuu hapa, lazima ushahidi uwepo kuthibitisha kosa alilofanya. Kama ushahidi hamna, si lazima aachiwe. Na pia tuangalie maadili ya watoto sisi kama wazazi kule mtaani, kwa sababu anayevuta bangi yule si mtoto wa mnyama wala wa afisi, ni wa kwako wewe. Kwa hiyo tujaribu kulea watoto katika misingi ya maadili ili waachane na masuala ya bangi. Mara nyingi sana watoto wanapokuwa wamekamatwa kwa makosa kama hayo, pamoja kwa sheria ya Zanzibar, makosa ya madawa ya kulevya, polisi inasikiliza moja kwa moja, kuna kitengo chake kinachohusika moja kwa moja, kitengo cha madawa ya kulevya. Polisi atakamata, atawajulisha hata madawa ya kulevya, ataendelea na taratibu. Kwa hiyo pia hata akiachiwa kule, lazima utasema polisi inafanyaje? Kamwachia
Kwa hiyo tujaribu kuangalia hiyo vitendo pia. Kama tunavyofahamu sasa hivi nchi iko katika maandalizi ya mashindano ya AFCON, na moja katika mikakati mikubwa sana sisi viongozi wa mabaraza ya manispaa, wilaya pamoja na maeneo mengine kwa kushirikiana na masheha na madiwani kuhakikisha kwamba mitaa yetu inakuwa misafi. Katika kikao chetu cha leo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuita watendaji kwa lengo lile lile la kutimiza kushirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha shehia yetu, mitaa yetu, manispaa zetu na wilaya zetu pamoja na mkoa wetu wa Mjini Magharibi kwa ujumla unakuwa safi. Lakini eneo jingine katika kikao hiki tumejadili kwa urefu kabisa mikakati ya pamoja ya namna ya kwenda kuzuia uhalifu. Tunafahamu katika mitaa yetu kuna changamoto nyingi. Kuna vijana wanaotumia mapanga, kuna magari ya mchanga, kuna vitendo vya ubakaji, kuna vitendo vingi ambavyo kama hakudhibitiwa mapema vinaweza vikaleta taswira mbaya kwa wageni wetu ambao tunatarajia kuwa nao katika shughuli nzima za mashindano ya AFCON. Sisi kama viongozi tuseme tu kwamba tumeyapokea maagizo yote, ni kwenda kukaa na sisi na kamati zetu kuandaa mikakati yetu ya ndani, kujua namna gani tunayatekeleza hatua kwa hatua yale yote tuliyoagizwa. Hiki kilikuwa ni kikao kazi. Nimalizie kusema tu kwamba tumepokea maagizo na tuko tayari kuyafanyia kazi. Kwa upande wa Magharibi tunawahakikishia kuwa tumeshatengeneza mikakati imara ya kuhakikisha shehia kwa kushirikiana na madiwani tunakwenda kuziondosha taka kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atakavyotujalia. Lakini kuhusu swala la usafi, kwa kushirikiana na masheha na madiwani, hali kadhalika pia nako huko pia kwa kushirikiana na kamanda wa polisi wa wilaya, tuna mipango imara ya kuhakikisha kwamba usalama ndani ya wilaya Magharibi tunakwenda kusimamia sana. Swala la usafi ni swala la kila mmoja wetu. Sasa hivi tumeshawaambia wananchi tunakwenda kujikita zaidi katika utekelezaji wa kanuni na sheria zetu za adhabu za papo kwa papo. Lakini pili, nitumie nafasi hii kuambia wananchi hasa wa Magharibi kuanzia mwezi huu tunahakikisha tunapita nyumba kwa nyumba, kila mwananchi anakwenda kulipia gharama za taka. Kwa sababu ili tuweze ku-maintain usafi katika maeneo yetu, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanachangia huduma ya taka ili taka hizo tuweze kuziondosha kwa wakati. Kwa hivyo mimi nitoe wito kupitia kipindi hiki, wananchi tushirikiane kuweza kuimarisha usafi katika Magharibi yetu, kwa sababu Magharibi bila ya uchafu ni kitu kinachowezekana.